Ni zoezi la upandishwaji vyeo kwa baadhi ya askari wa jeshi la zimamoto na uokoaji kutoka hapa katika mkoa huu wa Simiyu. Zoezi ambalo limefanyika hapa makao makuu ya jeshi hili mkoa huu wa Simiyu. Askari hawa 6 wa jeshi hili la zimamoto mkoa huu wa Simiyu wamepandishwa vyeo na Kamishna Jenerali wa jeshi la zimamoto hapa nchini. Kamishna Jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji amewapandisha cheo maafisa na askari 6 wa mkoa wa Simiyu waliohudhuria na kufaulu mafunzo ya cheo cha mrakibu msaidizi, mkaguzi msaidizi, sergeant major na cheo cha station sergeant kuanzia tarehe 30 mwezi wa 4 2025. Katika zoezi hili limefanywa kwa niaba yake na kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa wa Simiyu, Faustin Mtitu. Mimi mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Faustin Florian Mtitu, kwa niaba ya Kamishna Jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji ninakuvisha cheo cha station sergeant wa jeshi la zimamoto na uokoaji leo tarehe 2 mwezi wa 4 2025. Vyeo mlivyopewa ni dhamana. Tunawategemea mkavitumie vyeo hivi kuboresha utendaji kazi wenu kwa maslahi mapana ya taasisi yetu hapa mkoani Simiyu, lakini kwa maslahi mapana ya jeshi kwa ujumla wake hapa Tanzania. Kupandishwa kwenu vyeo, tunategemea sasa matokeo ya utendaji kazi yatakuwa makubwa tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Tunategemea tabia na mienendo yenu itakuwa ya kuvutia, ya kuonesha mfano kwa wale ambao mtakuwa mnawaongoza. Hatutarajii kuona afisa au senior NCO mienendo na tabia yake ikiwa sio ya kuridhisha na utendaji kazi wake ukawa duni. Kwa kweli hili jambo litakuwa limetufedhesha, na kwa maana nyingine mtakuwa mmeshindwa kutekeleza adhima ya jeshi, na hivyo itakuwa ni sehemu ya kulitia gharama jeshi na serikali kwa ujumla. Tunategemea tuwaone mkifanya kazi zenu kwa bidii, ujuzi wa hali ya juu na weledi usiotiliwa shaka, kwamba sasa nyie ni maafisa na wengine ni senior NCO. Cha kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiki au mahali nilipofikia, lakini pia ni kumshukuru afande Kamishna Jenerali pamoja na kamanda wangu wa mkoa na uongozi wote ndani ya mkoa kwa hatua ambayo nimefikia. Lakini la pili, kama binadamu yoyote anapofikia mafanikio ya kwenda mbele, huwa ni mtu wa kufurahi na kumshukuru Mungu. Ninachoiahidi jeshi la zimamoto na uokoaji ni kufanya kazi kwa bidii, kuihudumia jamii ya Wanasimiyu, na popote pale ambapo nitapangiwa majukumu niko tayari kuyatekeleza kwa weledi wa hali ya juu. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa Kamishna Jenerali kwa kuniamini na kutuamini kwa wao wote tuliopanda vyeo leo hapa, tuliopandishwa vyeo. Hivyo kwa kumuahidi kwamba vyeo vyetu tulivyopandishwa tutavitendea haki kutokana na majukumu yake. Kia kama kanuni sheria zinavyosema majukumu ya mrakibu na wasaidizi wake, kwamba nitakitendea haki cheo hiko na kazi zake kwa uaminifu na uadilifu. Hata hivyo, katika zoezi hili askari hawa wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa huu wa Simiyu wamefanya zoezi la uchangiaji damu katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Bariadi. Tuko na jeshi la zimamoto ambao wamejitolea kutoa damu, na kama ambavyo mnaona wamechangia, na tunawashukuru sana kwa kweli, na tunaomba waendelee na moyo huo kwa sababu utoaji wa damu ni kwa ajili ya kumsaidia mgonjwa, na wapo ambao wahitaji wengi. Kwa mfano, wapo wamama wajawazito ambao wanapoteza damu nyingi wakati wa kujifungua. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti.
Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.